Tumsifu Yesu Kristo. Uhuru wa Yesu, Mola yaseba, tuitikie wote myesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu, pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee deni zetu kama sisi nasi tuwasamee wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule muovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri 2 za Yesu Kristo zinazotoka katika kitabu cha Waefeso sura ya 2. Tutaanza na siri ya kwanza. Historia yetu kutoka mauti hadi uzima wa milele. Waefeso sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 10 inasema: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho ya yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambazo zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika dhamiri yetu, tulipotimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja auzihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake, tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Nini tunafundishwa hapa? Mwanadamu ameokolewa kwa neema ya Yesu Kristo katika upendo wake kwetu, kufa msalabani ili tupate kuishi tena kama jinsi Yesu alivyokufa akapata kuishi tena. Lakini kitu kingine tunajifunza hapa, neema hii ambayo watu wanaipata katika ulimwengu huu, wameipewa bure, ni kipawa cha Mungu kupata wokovu na kupata mafanikio bila sheria, yani bila kanuni, bali katika imani ya Mungu kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo neema hii ni kipawa cha Mungu kupata wokovu sisi katika dunia hii bila sheria, yani bila kanuni, bali katika imani ya Mungu kwa kumwamini Yesu Kristo. Siri ya pili, siri ya umoja katika Kristo. Waefeso 2 mstari wa 11 hadi 22 nasema: kwa ajili ya hayo kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili, mnaoitwa wasiotahiliwa na wale wanaoitwa waliotahiliwa, yani tohara ya mwili iliyofanyika kwa mikono, kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo, mmefarakana na jamii ya Israeli, wageni wasio wa maagano ya ahadi ile,
Mlikuwa hamna tumaini, hamna Mungu duniani, lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza, mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja. Akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Akaja akahubiri amani kwetu ninyi mliokuwa mbali, na amani kwa wale waliokuwa karibu. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika Roho mmoja. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mmejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Nini tunafundishwa hapa? Emanueli ndiye Yesu Kristo. Emanueli maana yake ni Mungu pamoja na wanadamu. Tunapokuja kuangalia Yesu maana yake ni nini? Yesu maana yake ni Mwokozi. Kwa hiyo tunaposoma hapa tunafundishwa kwamba ukimwamini Yesu Kristo, yani Emanueli, unakuwa na shirika na Mungu wa mbinguni, yani mwili mmoja katika ulimwengu wa roho. Rejea Waefeso 2:18. Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba katika Roho mmoja. Lakini kitu kingine tunafundishwa kuwa ukimwamini Yesu Kristo unafanyika muunganiko wa nafsi tatu, yani mwanadamu, kwa maana ni udongo, maana asili ya mwanadamu ameumbwa katika udongo. Yesu Kristo maana yake ni udongo na mwanadamu, maana Yesu Kristo au Emanueli maana yake ni Mungu pamoja na mwanadamu. Na Mungu na nafsi ya tatu ni Mungu, yani Roho, asili ya viumbe vyote duniani na mbinguni. Muunganiko huo umefanyika kuwa kitu kimoja, yani Mungu pamoja na mwanadamu, na aliyefanya kazi kubwa ya kupatanisha hizo nafsi ni Yesu Kristo pekee. Kumbuka hapo mwanzo tuliondoa ushirika na Mungu pale tulipotenda dhambi katika bustani ya Edeni. Pale Adamu na Eva walipofukuzwa katika bustani ya Edeni, maana yake shirika na Mungu iliondoka, na ndipo Mungu akapanga mkakati umechukua miaka mingi, akamtuma mtu aliyefanyika kama mwanadamu kwa jina jipya kabisa ambalo ni Mwokozi, japo alikuwa ni Mungu katika ulimwengu wa roho. Akaja akatupatanisha na Roho, yani Mungu asili ya viumbe vyote, tukawa shirika mwanadamu na Mungu na viumbe vyote, tukawa kitu kimoja. Unaweza ukarejea kitabu cha Waefeso hiki sura ya 2 mstari wa 16, inasema akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Nani huyo? Ni Yesu anazungumziwa hapa. Kwa hiyo Yesu Kristo ameleta upatanisho wangu mimi na Mungu wa mbinguni. Sasa hivi tunamwendea Mungu live, moja kwa moja, connection ya mwanadamu na Mungu pasipo kupita kwa mitume wala manabii. Asanteni kwa kunisikiliza. Ombi: asante Yesu Kristo kwa zawadi ya msalaba ulioitoa katika mateso mengi, ukatupatanisha wanadamu, tukapata wokovu.
ambao tunafurahia kupata uzima wa milele na kuishi na Mungu daima. Wewe utukuzwe milele na milele. Vitu vyote vikasujudu mbele zako na kujua wewe ni Mwokozi unayepaswa kutukuzwa duniani na mbinguni kwa kazi kubwa uliyoifanya ya kumfunga paka kengele ili asipate kuwala panya tena, ambao mfano wake ni sisi wanadamu. Amina. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.